Tafuta mikopo ambayo marejesho yake kwa wiki au kwa mwezi hayazidi faida unayotengeneza wewe kwenye biashara husika. Hapo ndipo unaweza kwenda kukopa. Sawa? Usitoke tu unaenda kukopa. Jamani mimi nataka nikope nianzishe biashara. Kitakulamba. Biashara ukianzisha hivi, unaweza ukashangaa umeinvest hela hivi. Azirudi. Zitakuja kurudi mwezi wa 3. Ndio unaweza kukumbuka hizi hela zangu niliikaga. Ndio biashara. Kama ina kiburi hivi. Kwa hiyo uweze kwenda kopa uanze biashara, ita collapse. Ukopa uanze biashara, sio biashara ita collapse. Biashara inaweza ka survive. Anayekudai hela unashangaa hairudi, yani ile hela kurudisha haitoki. Usikope kabla hujafuata masharti. Jua mzunguko wako kwa wiki na kwa mwezi unaingiza faida shingapi. Tafuta mkopo ambao marejesho yake kwa wiki au kwa mwezi hayazidi mzunguko wako wa pesa kwamba unaweza kurudisha. Then chukua mkopo, njoo invest kwenye biashara yako. Mkopo wote hata ukiinvest kwenye biashara yako wote, kwa sababu bila mkopo au na mkopo biashara yako unajua mzunguko wake. Yaani ule mzunguko wake uliujua kabla hujapata mkopo. Kwa hiyo na mkopo uliochukua rejesho lake la mwezi au la wiki halizidi biashara yako kwa mwezi au kwa wiki. Kwa hiyo it means unaweza kuwa unarudisha taratibu na biashara yako ikawa na survive, si ndio? Hapo ndio kukopa. Hiyo ni elimu ya kukopa. Kwa hiyo uweze kupata mikopo kwenye kampuni au kwenye biashara kama hujasajili kwanza biashara au kampuni. Na ni vyema biashara au kampuni ikawa inadaiwa, sio wewe binafsi.